أن تخرجنا بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu mweza kwa rehema zake na fadhila zake kutujalia tukawa tupo hai katika mgongo wa ardhi. Mwenyezi Mungu atupe maisha marefu ya manufaa na tuondoke duniani akiwa ameturidhia. Leo tulipenda na tulitamani kuzungumziana kuhusiana na historia muhimu sana katika ulimwengu wa Kiislamu. Huwezi kuzungumza ulimwengu wa Kiislamu bila ya kuigusa historia katika matukio yaliyopata kutokea, na siku hasa kihistoria ilikuwa ni mwezi 27 Rajab. Mwezi 27 Rajab kwetu Waislamu lazima tuukumbuke, na ndio maana mashehe wanachuoni ikifika siku kama ya jana kwenye usiku wake, basi watu hukaa vikao wakazungumza tukio kubwa. Kwa na sisi tukasema basi tutumie muda. Nimetaakhir kwa sababu nilipata mgeni kidogo kutoka ofisi ya mufti, ilibidi tumsikilize, lakini muda huu uliosalia basi tutafikia mahala angalau na sisi kuweza kufahamu au kukumbushana dini yetu. Inawezekana tumepata kusikia mara nyingi, mara kadhaa, lakini kadri tunavyokumbushana basi na sisi tutaweza kupata ile imani zaidi, na kuna baadhi ya mambo tutaweza kuyafanyia kazi zaidi insha Allah. Kwanza tunajifunza kwamba mtu anapopata huzuni, anapokuwa na wakati mgumu, anapozongwa na mambo ya kilimwengu, basi si vibaya. Uislamu unatuonesha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa zawadi, alipewa wakati wa kupumzisha akili. Pamoja na kwamba ndani yake alipewa masomo, lakini tunasema ni muda wa kupumzisha akili na kuburudika kidogo. Baada ya matukio mawili mazito, mwaka wa 10 Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alifiwa na ami yake ambaye akiitwa Abi Talib. Abi Talib ni baba yake Saidina Ali bin Abi Talib. Saidina Ali alikuwa ni mtoto wa ami yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Abi Talib na baba yake Mtume, huyo anaitwa Abi Talib bin Abdul Muttalib, na Mtume baba yake akiitwa Abdullah bin Abdul Muttalib. Kwa hiyo katika kupitia uyatima wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, malezi yake yakenda kwa babu yake akafariki, akaja akamchukua ami yake. Huyu ami yake tumemsoma katika sira, alikuwa mtu aliyemtetea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nguvu zake zote, kwa sababu alikuwa ni katika watu watukufu, watu wakubwa pale Maka, watu wakiheshimika, walikuwa na sauti, akisema hakuna anayethubutu kupinga, na yeye ndo akawa mlezi wake Mtume. Hakuwa Muislamu na alilinganiwa sana na Mtume sallallahu alaihi wasallam awe Muislamu, lakini hakukubali, hakutaka, lakini alikuwa anamwamini, anajua huyu ana dini ya haki. Angalia mtihani aliopata huo, anamwamini, lakini mimi hapa ni katika watu tunaotegemewa Makuraishi, tuna wenzetu, yani ana sababu ambazo hazina mashiko, lakini hakutaka kuingia katika Uislamu mpaka akafa. Mtume akahuzunika sana, lakini Mwenyezi Mungu akampoza, akamwambia innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha'u. Wewe Muhammad huna uwezo wa kumuongoza unayemtaka, wewe unakumbusha atakayekufuata sawa. Uwezo wa kumuongoza unayempenda ni wa Mwenyezi Mungu peke yake, ndo anayemuongoza anayemtaka. Sasa wewe kazi yako kusipitisha basi. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akafiwa na mtu mzito kwake, washamuendea mara kadha wa kadha wakimtaka amtoe Mtume, amzuie asitangaze dini. Wakienda wale Makuresh, anawapiga kalenda. Wakati mwingine anawaambia wazi, bwana mimi siwezi kumzuia, mwacheni, nyie fanyeni yenu, mwacheni. Au anawaambia sawa, nitamwambia
akija mtume akiambiwa anaambia mimi siwezi kuzuilika na kazi hii, kwa sababu kazi hii nimetumwa na Mwenyezi Mungu nisimamie. Kwa hiyo mimi siwezi kuiacha kazi hii mpaka Mungu anipe amri niiache, nitaiacha. Lakini kwa hao wanaokuambia basi anafanya kazi yako, endelea na mimi nakulinda. Sasa akafa huyo ami yake. Wengine wanasema baada ya siku 3 akafa mke wake Bi Khadija radhiallahu anha. Bi Khadija tunajua historia yake. Alikuwa ni katika wake wa mtume ambaye alikuwa mstari wa mbele kumsimamia, kumsaidia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akatoa mali yake. Mtume alikuwa hana mali, lakini akampa Bi Khadija, akawa ubavu wake kwa mali, kwa hali na mali na mawazo. Alikuwa na fikra kubwa. Kwa hiyo tazama misiba miwili iliyokuwa mizito kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume mwaka ule ukaitwa Amul Huzni. Wengine wanasema baada ya siku 3, wengine wanasema baada ya miezi 3 kafa Bi Khadija. Kwa ule ulikuwa ni mwaka wa huzuni sana kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kufiwa na watu wawili, nguzo mbili. Kwa mtume alikuwa katika huzuni wakati mzito. Allah akamfariji. Baada ya kupata misiba hiyo, Makuraishi walifikia wakati wanamfanyia maudhi mtume sallallahu alaihi wasallam, yanazidi yale maudhi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akaamua kumpeleka mtume wake katika safari ya Isra wal Mi'raj, safari ya Isra'i na Mi'raji. Kwa nini? Ili angalau akapate ku refresh nini mind. Na sisi wazungu wamechukua hapo wakiwa wamezongeka na wana stress nyingi, hutafuta safari, wakaenda picnic, wakaenda beach, akatulia mtu, akaenda nje ya mji akapumzisha akili. Hii alipewa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mambo ya wazungu hayo si tangu lini? Jamani, sio hivyo, kila kitu ajidharau. Sisi tumefundishwa mambo hayo. Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam ilikuwa wakati mgumu, basi anatoka. Kwa na wewe sio vibaya siku moja ukatoka ukaenda beach huko, hamianze mimi kwa beach tena. Ukaenda beach, ukaenda mazingira ambayo kidogo ukiyatazama yanakutoa kwenye nini, kwenye fomu ile ambayo imekutanza, imekwaza. Ukiona mazingira tu. Ndio maana Mwenyezi Mungu anatufundisha fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatu walimin. Tokeni, tembeeni katika ardhi, sio kila siku wete cha sasa uganduki bopwe. Kuna siku nyingine utoke kidogo, sema hebu ngoja nitoke nende nikatembee mashamba huko, nende Furaha, nende wapi, ukaone angalau mazingira. Katika hayo sio tutoke tu, pia unasoma, kwa sababu safari hii mtume sallallahu hakutoka tu akaenda akala pizza na tende, lakini alitoka akasoma. Ndani yake kwenye safari muna nini? Muna darasa. Haya, twende katika maudhui. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, بينما النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في الحجر عند البيت مضطجعا بين رجلين إذ أتاه جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر. Anasema katika nyakati fulani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa katika hijri Ismail. Pale Maka kuna hijri Ismail mbele ya al-Kaaba pale. Alikuwa amelala ubavu hivi, kapumzika mwenyewe kati ya watu wawili. Kuna ami yake alikuwa pale ambaye ni Sayyidina Hamza na mtoto wa ami yake Jaafar bin Abi Talib. Huyo Abi Talib alikuwa na mmoja katika watoto wake ni Sayyidina Ali na mwingine ni Jaafar. Kwa hiyo mtume alikuwa kakaa pale, pana Jaafar mtoto wa ami yake, pale kuna ami yake mwenyewe Hamza bin Abdul Muttalib. Kwa kakaa familia imekaa amekaa kitako, akajilaza hivi ubavu. Mara amemjia Jibril ghafla tu, kaja malaika Jibril na Mikail
fahtamaluhu hatta ja'u bihi Zamzam, wakamchukua mtume mpaka wakasogea naye kwenye kisima cha maji ya Zamzam. Fastalqawhu ala dhahrihi fatawallahu minhum Jibril, wakamlaza mtume kichalichali. Mtume kalazwa kichalichali, halafu wakamsimamia Jibril akamkalia pale mbele. Wa hiya riwayatun furrija saqfu baini baiti fanazala Jibril. Pia katika mapokezi mwingine ya riwaya nyingine za hadithi, ilipasuliwa sakafu dari ya nyumba aliyokuwa Mtume sallam, kisha akateremka Jibril alayhi salam, fashaqqa min thughrati naharihi ila asfali batnihi, akampasua mtume, akamfanyia operation Mtume sallam kutoka kwenye chemba ya shingo yake, akampasua mpaka chini ya tumbo lake, kapasuliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukiona mtume tunakapata raha tu, wepesi mambo yake, kafanyiwa mambo makubwa kwa kutokana na kazi ambayo anapewa kubwa. Na hii safari anaandaliwa mtume hapa sallallahu alaihi wasallam, anakwenda ulimwengu mwingine jamani. Ulimwengu huo, waangalie wazungu wakiingia anga hizo wanafanya nini? Wanajiandaa na madude yao yale ya kuvaa magesi, si ndio? Wana vifaa vyao vya kuendea huko, maana kuna anga ukiingia pumzi ile ya kawaida uliyozoea huipati, inapotea, na ukiingia utakufa tu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaandaliwa kwa sababu anakwenda kwenye safari. Hakuna vifaa vya kisayansi wala vya nini. Mwenyezi Mungu kamletea malaika waje kumuandaa mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wakampasua. Thumma qala Jibrilu li Mikail, kisha Jibril akamwambia Mikail, itini bitastin mimma Zamzam kaima utahira qalbahu wa ashraha sadrahu, lete gudulia lile kama kata hivi la maji ya Zamzam, ni usafishe moyo wake ili pia nipate kukikunjua kifua chake. Ndio maana tunasoma sura moja, alam nashrah laka sadra. Je, hatujakikunjua kifua chako? Ndio hapa mtume kilikunjuliwa kifua chake. Katika uhai wake mtume alifanywa operation mara hizi 2. Wakati analelewa na Bi Halima, ni mdogo mtume, walishuka malaika wakampasua, wanasema tu akatolewa nyongo Walipomuona wale vijana mtume anapasuliwa, walipiga mbio mpaka kwa Bi Halima mlezi wake, Halima Saadia radhiallahu anha. Wakaenda wakamwambia, wamekuja watu wawili wamefanya kumpasua Muhammad. Bi Halima akaona huyu mtoto kujanifia mikononi mwangu, huyu mtoto wa kulea, alafu kuna mambo yanamfika haya, haraka nimpeleke kwao, maajabu haya mie siyawezi. Akamrudisha. Mara ya pili ni hapa anaandaliwa kwenda katika ulimwengu mwingine mtume sallallahu alaihi wasallam. Fastakhraja qalbahu faghasalahu 3 marrat wa naza'a ma kana bihi min adha, wakamtoa moyo, wakatoa moyo wake, wakaukosa mara ngapi? Mara 3. Kisha wakatoa kilichokuwa ndani yake katika udhia, kila kilichokuwa hakistahiki kuwa katika mtu mtukufu huyu kikatolewa moyoni, kasafishwa moyo wake. Wakhtalafa ilayhi Mikailu bi3 tasatin min ma'i Zamzam, Mikaili akampelekea matasa 3 ya maji ya Zamzam. Thumma utiya bi tastin min dhahabin mumtali hikmatan wa imana, kisha ikaletwa tasa la dhahabu, lilipoletwa likawa limejaa tele hikma na imani. فأفرغه في صدره وملأه حلما وعلما ويقينا وإسلاما, kisha akamiminiwa mtume, akamiminiwa na malaika Jibril katika moyo wake, ukajazwa upole, ukajazwa elimu, ukajazwa yaqini na ukajazwa Uislamu. Thumma utiya bil buraqi musrajan muljama, kisha akaletwa buraki hali ya kuwa ametandikwa vizuri masoji yale, kisha akawa ametiwa khitamu lijamu ile. Buraki ni mnyama min dabatin min dawabil janna, ni miongoni mwa wanyama kutoka peponi. Huyu buraki aliletwa kutoka peponi maalumu kwa ajili ya kupandwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
buraki ukoje? Wa huwa dabbatun abyadu tiwalun fawqa alhimari wa duna albaghli, alikuwa ni mnyama mweupe mrefu kuliko punda, ule urefu wake kuliko punda, na alikuwa ni mfupi kuliko nyumbu, kati na kati baina ya punda na nyumbu. Mnyama huyu yadhau hafirahu inda muntaha tarfihi muttaribul udhunaini, alikuwa anapoweka kwato zake ni pale inapotua ncha ya jicho lake. Yani kama pako sawa sawa, mfano kasimama hapa, anaona labda hatua ya mwisho anapoona ni machengwe au mzambapi hapa katina kati weni, basi ndo kwato yake ikinyooka hatua ya mwanzo ndo hapo anapo ncha ya jicho lake. Akinyoosha tena yuko Mzambarauni, akinyoosha Ziwani, akinyoosha Melitano, akinyoosha kwa Chake Chake. Ndio mwendo wake huo. Ajabu Akikunjua manake pale anapoona mwisho wa kuona kwake ndo anapotoa kwato yake. Sallu ala Rasulillah Muhammad. Huyo ndo buraki tazungumziwa kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Idha ata ala jabal irtafa'at rijlahu, akifika mahala kuna mlima anaonyanyua ule mguu wake mwisho kilele cha ule mlima ndo anaruka. Kama jabali ni kubwa kiasi gani yeye analiruka katua. Huyo ndo buraki. Sio tulipodanganywa kipindi kile, na ukipita nyumba za Waislamu kuna picha ya Muhindi kanti wa umbile la mnyama, huku la punda, huku kiunoni farasi, sura ya kike na kitojo kile cha Kihindi cha zinde kigile hapa. Halafu tuambiwa ndo nani? Buraqun nabii. Astaghfiru. Alipigwa picha muda gani? Halafu wakatufanyia maudhi, wakamfanya buraki ni mtunke nzuri na rangi ya ndomo anayo hapo. Ndo buraki. Halafu majumbani mwetu kwenye ukuta hamkumbuki? Na nyinyi mlikuwa nazo. Hata si alikuwemo munda kana buraki nabii. Sawa? Buraki, lakini yule hakuwa. Halafu kuna wengine akachorwa kwa staili ya punda farasi. Iko picha nyingine pia alikuwa hana sura ntunke. Lakini hakuwa buraki. Buraki alipigwa picha muda gani? Mpiga picha alikuwa nani? Jibril mwenyewe. Kamera. Kwa hiyo walibuni wakawa watafuta pesa, lakini pia kufuru vile vile, kwa sababu buraki ni mnyama kutoka peponi mzuri hajapata kuonekana. Naam. Lahu janahani fi fakhdhaihi yahfidhu bihima rijlaihi, alikuwa na mbawa mbili mapajani mwake anatilia nguvu miguu yake. Alikuwa na mbawa huyo, nao pia alimtia mbawa, alikuwa na mbawa mbili. Wakala akasema fastasaba alayhi fawada Jibril yadahu ala ma'rafati, yule mnyama alifanya machachari kumfanyia mtume kidogo hivi. Unajua mnyama anapiga miguu. Jibril akaweka mkono juu ya mgongo wake hivi, juu ya zile nywele zake hapa kwenye shingo zile, akamfanya hivi. Tulia, unajua uko mbele ya nani hapa? Fa wallahi wakala ala tastahi ya Buraq. Jibril anamwambia Buraki, Buraki huoni haya? Mbele ya mtume wafanya vita tulia. Fa wallahi, anasema na hapa kwa Mwenyezi Mungu, ma rakiba khalqun akramu ala Allah minhu, na hapa kwa Allah hajapata kukupanda kiumbe bora kwa Allah kuliko huyu. Jibril anamwambia yule mnyama, wewe tulia, wewe mwili wako huu leo fahari, huoni fahari leo? Hujapatapo kupandwa na kiumbe mzuri mtukufu kama huyu atakayekupanda siku ya leo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastahya hatta irtafadha araqan wa qarra hatta rakiba. Yule buraki aliona haya, yale maneno yalimchoma, akawa mdhaifu mnyonge, lakini akatoka jasho. Yale maneno yalimtoa nini? Yalimtoa jasho kwa hofu, na akatulia ili mtume apande. Wakanatil anbiya tarkabuha qablahu, lakini kabla walikuwa mitume wengine washapata kupanda yule buraki. Ndio maana akamwambia maneno yale, hajapatapo kukupanda kiumbe mtukufu kama huyu atakayekupanda leo. Kwa hiyo hao walopita wote, huyu mtukufu zaidi.
jasho likamtoka yule mnyama. Waqala Sa'id ibn al-Musayyib wa ghayruhu wa hiya dabbatu Ibrahim allati kanat yarkabu 'alayha lilbayt al-haram. Wanasema Sa'id bin Musayyib kwamba huyu naye ni mnyama wa Ibrahim alayhi salam aliyekuwa akimpanda kuendea nyumba tukufu ya al-Kaaba. Fantalaqa bihi Jibril wa huwa an yaminihi wa Mikailu an yasarihi. Jibrilu akaandamana naye mtume akiwa kuliani na upande wa kushotoni akiwa kuna Mikail. Wa inda ibn Sa'di wa kana al-akhidha bi rikabihi Jibril wa bizimamihi al-buraq Mikail. Anasema Jibril alikuwa kakamata kile kipandio kile, kazuia mtume apande vizuri asijaka akaanguka lakini ile zimamu ile hatamu ile akawa ameshika malaika Mikail. Fasaru hatta balaghu ardan dhata nakhlin. Safari imeanza, na hii tunayozungumza ndio safari yaitwa Isra. Isra manake ni safari ya mwendo wa usiku, min baitil harami Makkah ila baitil maqdis Palestine. Ni kutoka wapi? Makkah pale mpaka Baitul Maqdis Palestina, Jerusalem. Hiyo ndio inaitwa safari gani? Isra'i. Wakati wa usiku mtume anatoka na buraki mpaka Baitul Maqdis, lakini hapa katikati kila mahala alikuwa kuna mambo yanatokea, anafahamishwa, mwalimu wake Jibril anamwambia hapa kadha hapa kadha. Sasa wamekwenda mpaka wamefika katika ardhi ilikuwa na mitende mingi. Faqala lahu Jibril anamwambia mtume sallallahu, anzil, suka, teremka, teremka Muhammad hapa kidogo, fasalliha huna, swali rakaa 2 hapa. Fafa'ala thumma rakiba. Mtume akashuka akaswali, baada ya kuswali akapanda tena yule mnyama. Jibril anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, atadri aina sallait? Wajua uliposwali pale nilipokuambia ushuke uswali wapajua? Mtume anambia la sipajui. Qala, akamwambia sallaita bi Taibata wa ilaiha almuhajara. Pale umeswali Taiba, Madina pale. Taiba panaitwa Taiba, na hapo ndipo utakapohamia baadaye. Si mtume alihama Makkah na Madina, anaambiwa pale panaitwa Taiba umeswali. Haya, fantalaqa alburaqu yahwi bihi yadhaw hafirahu haythu adraka tarafuhu. Akaendelea buraki kwenda mwendo ule kila anapopenye upeo wa jicho lake ndo anatua mguu wake. Akaenda, faqala Jibril akamwambia inzil. Akaenda akafika mahala akamwambia shuka sasa hapa, swali ha huna. Fafa'ala thumma rakiba. Akafanya vile, kaswali, kisha akapanda tena. Akamuuliza swali tena, ya Rasulullah, Muhammad, wapajua pale uliposwali? Mtume anamwambia la adri, sipajui. Anamwambia sallaita bi Madyana inda shajarati Musa. Pale uliposwali ndo Madyana. Tukisoma Qur'an tunapata kisa cha Nabii Shuaib. Madyana, Nabii Musa anafukuzwa na nani? Na Firauna, anatafutwa, kashampiga mtu ngumi, kashamuua. Akaenda mambio yake, kaenda mwendo wake, kaenda tabu, mwisho akafika maeneo akakaa kitako chini ya mti taabani. Kwa mbali akaona mabinti wanapata tabu kuchota yale maji, wawili wale. Yeye akaenda akawasaidia kuondoa lile jiwe kwa nguvu zake peke yake. Halafu akamwambia choteni. Wakarudi mapema kwao kule, wakaamba mbona leo mapema? Sema ndio, kuna kijana katusaidia, kamwiteni. Ndio chanzo cha Nabii Musa kufika kwa mtume mwingine, Nabii Shuaib Madyana. Kwa pale kwenye mti pale ndipo mtume kaswali. Anaambia hapa ndipo ambapo Nabii Musa mti wake huo aliokaa akapata kivuli, mpaka akapata sababu ya kupata mchumba hapo. Si ndio? Kwa sababu alipeleka taarifa kule, alipoitwa kule akaambiwa ni kuajiri hapa, lakini chagua mmoja katika mabinti hawa, lakini mahari yako itakuwa ni kunitumikia mpaka muda ambao miaka tulokubaliana nitamaliza, itakuwa ndo kushalipa mahari. Kwa hiyo anasema basi ndio aliposwali leo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunajua kwa nini mtume alikuwa anaswali mule. Hii ndio kutabaruk, eneo tukufu lililopata kukaliwa na mtu mtukufu, na wewe unaswali au unasema angalau ngoja nikae angalau nipate baraka. Lakini sasa hivi dunia ya leo watu wanapinga
Lakini kisa hichi na hadithi hizi hawazipingi, lakini sana si baraka hizo. Lakini kiuhalisia mule ndo alikuwa anatabaruk, anapatafuta nini? Zile baraka eneo tukufu, mahala pa tukufu, alipokaa mtu mtukufu. Ngoja na mengalo sajira kambini, ngoja ngalo na mimi nikitako ngalo mpate masimbi simbi ya baraka. Kwa mtume alikuwa anaamrishwa swali hapo. Naam, anasema fantalaqa al-buraq, akaondoka buraki, akaenda mpaka akafika mahala, nafupisha kidogo akaambiwa shuka uswali pia. Akashuka, akaulizwa tena, unapajua pale uliposwali? Sema la, sallaita bi turi Sainaa haithu kallama Allahu Musa. Pale uliposwali ndo kwenye mlima Turi, kwenye Turi pale. Wa tur wa kitabin mastur. Turi ndo wapi? Pale ndipo ambapo Nabiiullah Musa alizungumza na Mola wake ana kwa ana. Ndio aliposwali pale. Muona mtume anapostareheshwa na Mwenyezi Mungu, anatembezwa. Hiyo ndo out day out anatembezwa mahali moja. Historia, hapa alikuwa hivi, hapa alikuwa hivi. Na sisi tutembeeni, nenda Kilwa huko utaambiwa hapa maswahaba alifika hapa. Unaelewa historia. Juzi nilikuwa naangalia Unguja pale Kizimkazi. Kuna eneo, kuna msikiti mkongwe una miaka sijui miangapi, 1400 nadhani. Kuonesha kwamba hii Zanzibar kumbe hata maswahaba walifanya nini? Walifika. Kwa Uislamu Zanzibar uliingia mapema sana kuliko hata nchi za Kiarabu baadhi. Hii Zanzibar tunaiona hivi ilivyo Zanzibar, maana yake ilikanyagwa na watu. Yasemekana hata Nabiiullah Suleiman kafika huku kwenye kisiwa cha Misali kule. Nabii Suleiman, huyo Nabii Suleiman baba wa majini. Sawa maana yake alikuwa, ndio maana Zanzibar ina majini wengi sana na walimfuata Nabii Suleiman wengi tulikuwa naye. Hii Zanzibar ina historia kubwa hii. Kwa Nabiiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaswali, akaambiwa pale ndipo katika mlima ambao Nabiiullah Musa akizungumza na Mola wake. Mlima Turi na mlima Sina. Sawa basi thumma balagha ardan fabadat lahu qusur Sham faqala lahu Jibril inzil fasalli. Akafika mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka majumba ya Sham, akaambiwa teremka uswali. Alipokwisha kuswali akaulizwa tena vile vile, unapajua pale uliposwali? Pale uliposwali unapajua? Akasema la, sipajui. Akaambiwa sallaita bi baiti lahmi haithu ulida Isa ibn Maryam. Pale uliposwali ndipo mahala alipozaliwa Nabiiullah Isa, ambayo tu baitul lahmi, nyumba ya nyama ina asili. Wazungu ite Bethlehem. Ukisikia Bethlehem wamebadilisha tu hata kwenye Biblia yao Bethlehem, lakini baitul lahmi. Naam, akaambiwa umeswali eneo alilozaliwa Nabiiullah Isa ibn Maryam alayhi salam. Akaenda buraki ule, idraa ifrita min aljinni yatlubuhu bi shu'latin min narin kullama altafta raahu. Anasema kati ya hizo nyakati walizokuwa wanatembea, amepanda buraki wake, ghafla akamuona ifrita min aljinni, mkorofi wa majini, anamfuata kwa kijinga cha moto. Ana kijinga cha moto, anamfuata mtume hivi. Kila akienda anamuona yule anamfuata. Akigeuka mtume anamuona yupo. Jibril akamwambia, ala uallimuka kalimatin taqulahunna, nikufahamisha maneno uyaseme liondoke ilo kero la jamaa huyo. Idh qultahunna, ikiwa utayasema, tafiat shu'latuhu, kile kijinga cha moto kitazima. Wa kharra li fihi, lakini vile vile naye yule atafanya nini? Ataanguka kifudifudi. Haya nambie. Akaambiwa qul, sema a'udhu biwajhihi alkarim, a'udhu biwajhi llahi alkarim wa bikalimati llahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajirun, najilinda na dhati ya Allah mtukufu, kwa maneno ya Allah yaliyotimia ambayo hayakiukwi na mtu mwema wala muovu.
min sharri ma yanzilu minas samai wa min sharri ma ya'ruju fiha min sharri ma dharaa fil ardi wa min sharri ma yakhruju minha. Najilinda na shari ya vyenye kutoka juu na shari ya vyenye kupanda juu na shari ya vyenye kuumbwa ardhini na shari ya vyenye kutoka ardhini. Wa min fitanil layli wan nahari wa min tawariqil layli wan nahari illa tariqun yatruqu bi khairin ya rahman fankabali fihi wa tafiat shughlatuhu. Anasema najilinda fitna za usiku na mchana, na fitna na vizuka vya usiku na mchana, na kila chenye kuzuka kwa khairi, ewe mwenye, isipokuwa chenye kuzuka kwa khairi tu, ewe mwenye kurehemu bila ya kubagua. Hapo pale yule mkorofi jini akaanguka kifudifudi na kile kijinga cha moto kikazima. Na imefundishwa, tunafundishwa takao tusome katika dua za kujikinga na shari hizo za shaitani. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yawmin wa yahsuduna fi yawmin kullama hasadu ada kama kana. Sema wakaenda mpaka wakawafikia watu wanalima, wanapanda mbegu zao siku moja na siku ya pili wanavuna. Kila wanapovuna hurejea tena yale mazao katika mimea kama yalivyokuwa mwanzo, kama vile hayajavunwa. Darasa hilo anapewa Mtume. Faqala, Mtume alikuwa mwanafunzi mzuri akasema, ya Jibril, wa hadha, nini hiki? Haulai almujahiduna. Mtume anaambiwa na malaika Jibril, hawa ni watu wenye kupambana jihadi kuipigania dini ya Mwenyezi Mungu, fi sabilillahi ta'ala, tudha'afu lahumul hasana bi 700 dhifin wama anfaqu min shay'in fahuwa yukhlifuhu. Anasema hawa ni wenye kupigana jihadi katika njia ya Allah, huzidishiwa mema wanayoyafanya mara 700, na walichokitoa katika vile vitu walivyovitoa basi Mwenyezi Mungu huwapa badala yake. Tunaposoma kule skuli tunasoma theory, nadharia, au sio? Lakini kuna siku tunaingia wapi? Lebo. Tunakwenda kufanya nini? Kusoma kwa vitendo. Kama anayesomea daktari hupasuliwa chura, akaoneshwa chura matumboni ukoje, mfumo wake wa uzazi, mfumo wake wa damu, mfumo wake wa mishipa na nini, anaoneshwa ili aone kwa vitendo, badala ya kule darasani anaambiwa chura yuko hivi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda kupelekwa katika safari hii akisoma kwa vitendo yale anayoambiwa. Mtu akifanya hivi hupata hivi, yeye akawa anaoneshwa picha za vitendo. Watu wanalima, wanafanya hivi, wanapata tena, wanaona baada ya kuvuna ile mimea yao inarudi upya tena kama vile haijalimwa kabisa. Ndiyo mtu anayepambana katika njia ya Mwenyezi Mungu, akaifanya kazi ya dini ya Mwenyezi Mungu, akatoa sadaka, akapambania dini yake. Allah malipo yake humpa hivyo zaidi ya yale yaliyolima, na akaongezewa mara 700. Anasema wawajada rihan tayyiba faqala ya Jibril ma hadhihi ar-raiha. Akaenda akakuta kuna harufu nzuri sana inanukia, na Mtume Muhammad hakustahamili, akasema harufu gani? Mbona nzuri ajabu, sijapata kuisikia. Hadhihi raihatun mashitati binti Firaun wa auladiha. Hii ni harufu ya msusi wa binti watoto wa Firauni na wanawe Firaun. Ilikuwaje? Akawa nani Jibril anamsimulia Mtume kwa ufupi, nafupisha hapa. Anaambia kulikuwepo na msusi, akawa kazi yake kusuka watoto wale wa Firaun. Firaun sio tu Nabii Musa, kila mtawala aliyepata kutawala Misri akiitwa Firaun, ni cheo hicho, ana jina lake huwa. Kila mtawala aliyokuja kutawala akiitwa Firaun, kwa sababu unaweza kuuliza mbona yule wa Nabii Musa hakuzaa? Leo watuambia watoto wa Firaun, yule Nabii Musa hakuzaa kweli. Ndio maana alipookotwa Nabii Musa biasi akamshawishi nani? Firaun, akamwambia qurrata hadha, huyu mtoto mfanye mtoto wetu atakuwa kituliza nini? Machoche, tulituliza moyo hichi. Kwa hapa anasimuliwa Mtume sallallahu. Haya, ilikuwaje huyo msusi wa Firaun? Kuna siku kilimwanguka kitana, lile sanuri lilimwanguka. Lilipomwanguka basi likamtoka neno bismillahi ta'isa Firaun, kwa jina la Mwenyezi Mungu ameangamia Firaun. Likamtoka neno mbele ya watoto wake yule Firaun. Imani ilikuwa kubwa, akamtaja Allah. Faqalat,
wakasema ibnatu Firaun, yule mtoto wa Firaun akasema, awalaki rabbi ghaira abi, hivi una Mungu mwingine asiyekuwa baba yangu mimi? Ona Mungu baba yangu si Mungu wako, elewa mtaja Mungu mwingine. Faqalat na'am, ndio naye Mungu baba yako si Mungu eti. Afa akhbiru bidhalika abi, nimwambie baba yangu wa maneno yako au tabadilisha? Mimi nimwambie, kwa namuogopa mimi kusema Mungu naye wa kweli wa haki sawa sawa. Fa akhbaratuhu fadaaha, akampa habari baba yake. Firauna akamwita yule msusi, akamwambia, awalaka rabbi ghairi, una Mungu usiyekuwa mimi wewe? Naam, rabbi wa rabbuka Allah, Mungu wangu mie na Mungu wako wewe unajiita Mungu ni Allah peke yake. Basi yule mwanamke msusi alikuwa ana watoto wawili wa kiume pamoja na wa kike. Akawaita, akawataka mwanamke na yule wa kiume kwanza warejee kuiacha dini ya haki. Wale watoto wakakataa. Akawaambia, mnakataa? Basi kama mnakataa, mimi nakuueni mara moja. Basi akasema yule msusi, tunaomba wema kutoka kwako, ukituua utuweke katika nyumba moja, yani utuue sehemu moja na utuzike mahala pamoja. Akaambia, kwa hilo tu umelipata, lakini la kuuliwa liko pale pale. Basi فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها لتلقى فيها هي وأولادها فألقوا واحدا حتى بلغوا أصغر رضيع فيهم. Akaamrisha sufuria la 7 likapaswa moto baada ya kutoa mafuta, lakini lina mafuta moto, likapaswa, kisha akaamrishwa kutiwa kwenye sufuria msusi na watoto wake, wakati wa mmoja mmoja. Lakini walipomfika mtoto mdogo mwenye kunyonya, sasa walipomfika yule mama mtu alikuwa bado anasuasua, anasita kwa sababu ya yule mtoto wake mchanga. Basi yule mtoto ikamtoka kauli, akaambia, mama, ingia, usisite, kwani hapana shaka wewe upo katika haki. Akatiwa yeye na mtoto wake. Na katika watoto waliopata kuzungumza utotoni, mmoja ni mtoto huyu wa msusi wa Firauna. Wako watoto 4, mmoja ni huyu, mmoja ni yule aliyotoa ushahidi kwa Nabiiullah Yusuf. Nabii Yusuf alipotokea lile janga, alitoka mtoto akasema utotoni, ikiwa kanzu yake imechanika mbele, basi ujue huyu Yusuf ndiye mkorofi aliyetaka shari na huyu mke wa waziri. Lakini ikiwa kanzu imechanika nyuma yake, basi itakuwa huyu mke wa waziri ndo mkorofi, akimvuta huyu anakimbia. Yakaonekana ile kanzu ya Nabii Yusuf imechanika wapi? Nyuma. Mtoto wa pili wa kuzungumza, watatu huyo wa pili kuzungumza. Watatu ni yupi? Ni yule Nabiiullah Isa mwenyewe. Nabii Isa alizungumza utotoni kutoa ushuhuda. Na mtoto mwingine ni wasahibu Juraihi, mtoto wa sahibu Juraihi, kumtakasa Juraihi kwa tuhuma ya zinaa. Yuko mtoto mmoja, kuna kisa chake cha Juraij, Juraij alikuwa kiitwa, cha kumtakasa na zinaa. Kwa hiyo hapo ikaishia habari. Ndio maana lile kaburi likawa linatoa harufu nzuri. Ni kisa cha huyo msosi wa Firaun. Faqala thumma ata ala qaumin turdahu ru'usuhum kullama rudikhat 'adat kama kanat wa la yafturu anhum min dhalika shay'un. Wakafika, kuna watu wanapondwa vichwa vyao vinasagwa. Kuna eneo wamefika wanakutia hali hiyo, kila vikipondwa vile vichwa vikisha vinarudi kama vilivyokuwa, wala havikitindika kwa adhabu hiyo. Vinasagwa lakini baadaye vinarudi vile vile. Jibril anaulizwa na mtume, ya Jibril, ma haulai, hawa ni akina nani? Haulai alladhina, hawa ni wale ambao tatathaqalu ru'usuhum ani salati almaktuba. Hawa vichwa vyao vilikuwa vizito na sala za faradhi. Hawa sala faradhi ngumu kuiswali, vichwa ngumu hivi kuswali ilikuwa havitaki. Akaenda
mpaka akawafika watu mbele yao wanaviraka, na nyuma ya nguo zao wanaviraka, wanachungwa chungwa kama wanavyochungwa ngamia na mbuzi na kondoo, na wanakula miti michungu na miti ya miba na makaa ya motoni, ndo chakula chao wanakula. Mtume anaona hivi live anaona hivi, haoti. Manake watu wanapoizungumza safari ya Isra na Mi'raj, wengine nakuja labda alikwenda kama vile anayeota. Mwenyezi Mungu ameanza suratu Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu. Kwa nini akaanza na subhana? Ametakasika Mwenyezi Mungu, kwa sababu habari anayokuja kutuambia Mwenyezi Mungu ni habari ya ajabu, si ya kawaida. Ingekuwa ndoto, kwani ndoto ni ajabu? Kwani mtu zakaota kwa mbinguni? Siweza kuota mtu kwa Marekani, akaota kenda Marekani kana na rais, akaja na fuko la pesa, akaja akalieka kwenye mto alafu akiamka anatafuta pesa zake ziko wapi? Labda udenda. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda jisman wa ruha, kiwiliwili chenyewe kilikwenda na roho yake. Ndio maana ikawa safari ya ajabu. Allah akaanza na subhana. Ingelikuwa safari ya ndoto tu, asingeanza subhana, si ajabu ati. Ametakasika. Tena sehemu ndogo ya usiku, ndogo tu, sio usiku mzima, sehemu ndogo ya usiku, mahala ambapo watu wanakwenda miezi kwa miezi, kutoka pale Maka mpaka Baitul Maqdis wanachukua miezi, halafu atoke pale Maka ende huko mbinguni. Wapi Baitul Maqdis, ende mpaka mbinguni. Vipi hapo? Itachukua miezi mingapi au miaka mingapi? Lakini ende, manake ni sehemu ya muujiza wa Mwenyezi Mungu kwa mtume wake. Miongoni mwa muujiza ya Mtume SAW ni safari ya Miraji. Akasema malaika yule Jibril, hawa ni watu ambao walikuwa hawatekelezi zaka ya mali zao. Wana mali za kutoa zaka, lakini wao kila siku ni maskini, hawatoi, wabakhili hawa. Allah hajawadhulumu, wamedhulumu wenyewe nafsi zao. Kisha akawafikia watu mbele, kuna nyama nzuri iliyoiva katika viungu, na kuna nyama nyingine mbichi baya. Wale watu kanu yakuluna, walikuwa wanaila ile nyama mbichi, halafu yadauna an-nadhija tayyib, wakiacha ile nyama nzuri iliyoiva. Jibril alipoulizwa akina nani hawa, akasema hawa ni watu ambao katika umma wako hawa anakuwa na mke wa halali mzuri wa halali, kisha anamwendea mwanamke muovu kwa njia ya uovu. Sawa wal mar'atu taqum min 'indi zawjiha, na mwanamke vile vile pia anatoka kwa mume wake wa halali mzuri, anakwenda kwa njia ovu kwa mwanamume wa haramu. Thumma ata ala khashabatin ala tariqi la yamurru biha thawbun wala shay illa kharraqatuhu, kisha akafika kuna kigogo cha mti njiani. Mtume anakiona kile kigogo, lakini anakiona kila anayepita pale na nguo yake hakimuachi, lazima kitairarua. Mtume anashangaa, maajabu haya nini leo? Akaambiwa, haya ni mfano gani Jibril? Niambie. Ambao ni mfano wa watu katika umma wako wanakaa njiani, wakaikata, ima kupora mali za watu, kila anayepita na kumpora na kumibia. Ndio mfano wa hichi, ndio ubaya wanaoneshwa pale Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kisha akasoma tala, mmoja katika hao anasema alisoma, la taqudu bikulli siratin, msikae katika kila njia yenye kuogopesha watu na kuwazuilia watu na dini ya Allah. Hiyo ni aya ya suratul A'raf ya 86, akaisoma pale. Yasemekana ima alisoma Jibril au Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Wakaenda wakamuona mtu anaogelea katika mto, tena mto wenyewe ni wa damu, halafu anatupiwa mawe mdomoni. Akauliza Mtume, ni mfano gani huo? Kitu gani hiki ewe Jibril? Akaambiwa, huu ni mfano wa mtu ambaye anakula riba. Wale wanaokula riba ndo mfano wao. Mtu anakwenda anakopa mkopo wa riba,
akiambiwa riba, lakini asema Mungu wenyewe ajua kama mimi hali yangu ngumu vo, mtalistighfaru toba baadaye. Utafikiri ana ahadi na Israeli kwamba utaleta toba, utamaliza, utasamehewa. Maana toba pia utasamehewa. Anipe tu, hasa wazee wakishastaafu wana pensheni zao. Hapa sinacho kinachotoka kila mwezi, na ukishakwenda ukipeleka dokumenti zako za ZSSF zile, wakishathibitisha kwamba kweli kila mwezi wapokea, kuna haki zako kule, basi tia saini kale moto. Naam, basi wakaenda mpaka wakafika mahala wakakuta kuna mtu ana zigo la kuni hawezi kulibeba, huku anazidisha twika. Yani ule alionao hawezi kubeba, lakini lete mwingine, eka na huo. Jibril alipoulizwa na hawa nani, akaambia huu ni mfano wa watu katika umma wako. Huyu ni mtu katika umma wako ana madeni ya watu hayawezi takuyalipa, lakini kila akinini anaongeza madeni, anakopa tu huku hajalilipa, la mzidi hawezi kulilipa, lakini kipato chake pia hakiwezi kufikia akapata kulipa, lakini bado anaongeza nini, mzigo wa madeni. Naam, akaenda naye mpaka wakafika, kuna watu wana ndimi refu zinakatwa kwa mikasi ya chuma. Umetoa ndimi zinakatwa kwa mikasi ya chuma, halafu ikishakatwa hurejea tena na kukatwa tena. Hawa ni watu wana adhabu gani? Ewe Jibril, nifahamishe mimi nijue ni akina nani hawa. Kaambiwa hawa ni watu wanazungumza mazungumzo ya kufitinisha watu duniani. Wao wakiona pametulia, bibi we, mkwambieni hakuna mkoseani ni yule mtu yule, maana wewe sijasikia hapo neno zuri akikutaja yule. Nani huyo? Duniani kuna watu wabaya maana anatia achochea kwanza duniani kuna watu wabaya. Watu unavukana naye vyote, yule wakufanyia hivyo anakuchochea kwanza, anakujaza. Wakishaingia tele wantambwe, watu walewa, shangafu wa ziwani, wa konde, wakishaja ndo anakwambia sale analotaka kukwambia. Nilikuja na Sheikh Samir hapa wa Mombasa yule alikuwa na nywele refu hivi, nilikuja naye mgeni hapa. Akatuambia neno hapa nalikumbuka, akasema kwa mfano umelenga mshare hivi, lakini ule mshare yule mlengaji hakuwa na nguvu za kufika kule, kakusudia ulenge mpige mtu kule, lakini ukaishia njiani. Akatokea mwingine pembeni akauchukua na hajaweza kufikisha, ngoja akaenda akachukua akammalizia yule mkusudia kumpiga. Yupi mbaya zaidi? Na yule alikwenda akaokota akaumalizia ndo akatoa mfano Sheikh hapa, ndo mfano wa mtu umemsema mtu pahala bwana hivi, lakini wewe hukuwa na uthubutu wa kumfika yule kumwambia, na akitokea badilisha mada, basi jana pwezo alikuwa bei rahisi kweli, kumbe alikuwa akikuzungumza wewe, abadilisha mada. Sasa yule atakayekuja kulichukua lile neno akalifikisha kule ambako lilikusudiwa, lilisemwa, yule ndo mbaya zaidi, kwa sababu kama hakulichukua lisingefika, na kama lisingefika wasingikaa kimya, wasizungumze au wakana ugomvi. Huyu ndo mbaya. Badala ya kutafuta mahala palipobomoka akapajenga akapatanisha, yeye anatafuta mahala palipopatana akapaachisha. Mfumo huu mbovu sana na unatutia fitna na Mwenyezi Mungu haupendi. Ndio hawa watu wanazungumzwa hapa. Watukufu wa Islam, muda umekwenda, na hii habari ni refu na nzuri na ina darasa kwa mtume na watu wake sisi. Tuimalizie kidogo maeneo, lakini hatuwezi kuimaliza yote siku ya leo. Tutaifanya na sehemu ya pili insha Allah, ili tuje kuimalizia, na tungeanza mapema tungelifika mbali kidogo, lakini tumalizie dakika 3-4 ili tupate kituo kizuri kuja kuendelea siku ya Jumanne inshallah, sehemu ya pili biidhnillah. Na hii nitaiweka katika mtandao katika channel yetu ile, kwa wale kwenye group lile nitaitengenezea mazingira waweze
wakapata faida watu wengine biidhnillah inshallah. Sasa anasema akapita mahala Mtume akawakuta watu wana makucha ya shaba. Shaba zile ndo kucha zao, lakini wanachuna, wanakwangura nyuso zao, wanajitoa mangozi kwa zile kucha zao. Mtume anauliza, hawa ni akina nani? Ambia, hawa ni watu wenye kula nyama za watu, wanaosengenya na wanaoziingilia heshima za watu na kuzivunja. Hawa wasengenyaji hawa. Ndio habari yao hiyo, ndio habari yao hiyo. Basi wa ata ala juhurin saghirin, Mtume sasa akafika kwenye tundu ndogo hivi, ndani yake kuna ng'ombe mkubwa, lakini yule ng'ombe anataka kurejea kule alikotoka, lakini hawezi sababu ile tundu ni ndogo. Mtume anamuona ng'ombe anatapatapa kwenye tundu ndogo kurudi kule. Ma hadha ya Jibril, huyu nani huyu? Abia, huyu ni mtu katika umma wako, anazungumza maneno makubwa, neno kubwa analizungumza, baadaye anajuta, ataka alirejeshe lile neno lilikotoka, lakini lishaathiri, halirudi tena, maji yakishamwagika na neno kusalitoa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatufundisha akasema kwamba ukitaka kuzungumza lipimie kwanza unataka kulisema nini mwisho wake. Bila kushalizungumza nini kitatokea baada ya kulisema. Kama unaona litaleta maafa, litaleta athari, litaleta hujuma, basi usiliseme, kaanalo kwanza, tafuta namna nyingine. Inawezekana likawa ni neno zuri, lakini kwa mahala utapokwenda kulisema likaua, au sio jamani? Kuna neno nyingine ni zuri, lakini ukilisema linaharibu, kwa sababu umelisema kwa mtu asiyestahiki au kwa wakati usiofaa. Kuna nyakati pia kuna maneno mengine hayasemwi. Hata wewe ukitaka kudai kitu wakati mwingine unaangalia mahali gani udai, wakati gani ukakope, muda gani uombe. Sawa, ndio hikma. Kwa hiyo hawa wao wana maneno wanayasema, lakini haya bila shaka ni mabaya ya majuto. Wanakuja kujuta baadaye, wasalisema bora nisingesema, bora nisingemwambia. Wapi tena ya laitani, yule pale tushamzika kwa neno lako tu baya, au neno lako tu ambalo hukujua vya kulisema au hukutaka kulisema na wewe ukalisema. Akaenda Mtume sallam akawakuta watu, mara akamlingania mlinganiaji kwa upande wa kulia, akamwita, ewe Muhammad, niangalie nikuulize. Mtume hakumjibu, alikaa kimya. Jibril anamwambia Mtume, na Jibril, huyu anaita nani huyu? Akamwambia, huyu ni Myahudi, huyu mlinganiaji wa Kiyahudi. Lau ungelimjibu neno tu, umma wako wote ungelikuwa safu hata Mayahudi. Zile kukaa kimya ndio pia tunajifunza, kuna wakati kukaa kimya ndio silaha. Si kila neno fanya nini ujibu. Sisi tuna shida, lazima mtu ajibu. Kuna wakati kile kimya ndio kinaumiza kuliko ungelisema. Sawa? Lakini pia taka hikma kujua ni wakati gani na ni neno gani na ni sehemu gani na kwa nani. Alipoangalia kushoto kuna wito pia, kuna mlinganiaji mwingine anamwita, angalia Muhammad, nitani kuulize neno. Mtume pia hakumjibu. Akaambiwa, unamjua yule alokuita? Sema simjui. Aambia, basi yule ni mlinganiaji wa Kinasara. Lau ungelimjibu umma wako wote ungekuwa Wakristo. Akaenda Mtume sallam, ghafla akamwona mwanamke ameweka wazi mikono yake, halafu ana kila aina ya mapambo aliyoyaumba Mwenyezi Mungu, mapambo matukufu makubwa. Akaita yule mwanamke, Muhammad, niangalie nikuulize. Fitna hiyo ya dunia. Mtume hakumgeukia wala hakumwangalia. Jibril anamwambia, ushamjua yule? Akamwambia, sijamjua. Nani? Aambia, hiyo ndo dunia. Yule mwanamke yule ndio dunia. Lau ungelimjibu, basi umma wako ungelichagua dunia badala ya akhira. Mungu wako anasema, wala al-akhiratu khairun wa abqa, pia khairun laka min al-ula, ni bora na yenye kubakia, ni nzuri, ni bora kuliko dunia. Lakini umma wako ungelichagua dunia lau ungelimjibu yule mwanamke. Basi tilka dunia, hiyo ndio dunia. Ama wewe ungelimjibu, asi ungelichagua. Basi
katika nyakati zote hizo, nimalizie sehemu hiyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam ghafla akamwona mzee, na yule mzee anamwita huku anafanya papara hivi, njoo ya Muhammad, njoo huku. Jibril akamwambia, nenda ewe Muhammad, nenda. Man hadha ya kwani nani huyu Jibril ataniende? Kala hadha aduullah iblis, ibilisi huyu. Arada an tamila ilahi, anataka uelekee upande wake. Anataka uelekee upande wake. Basi Jibril alimwambia nenda, akiamini kwamba yule hana uwezo wa kumfanya lolote Mtume sallallahu alayhi wasallam. Inshallah tutafikia hapo, lakini hiyo tunayoizungumza ni safari ya Isra, hata Miaraji hatujaenda. Mtume hajapanda mbinguni, hapa anatembea na Jibril katika maeneo tu, anakutana na majanga haya, anaoneshwa. Inshallah muda si mrefu tutakuja kuona Mtume sallam anafika wapi, anafanya nini, na anamfunga mnyama wake, na anafanya nini, na baadaye anapata kwenda hiyo safari anayokwenda inshallah. Kwa hiyo safari hii ilifanyika siku ya jana usiku, kama ya jana, mwezi 27 mwaka wa 10 mwezi wa Rajab, ndio ikaitwa siku ya Miaraji. Na ni sunna nzuri sana kufunga siku ya leo. Kwa waliofunga, tuba lahum, hongera zao. Waliokuwa na nia za kufunga lakini afya hazikuwa ruhusu, pia hongera zao, Mungu atawalipa kwa nia zao. Na waliofunga, Mwenyezi Mungu atakabali funga zao. Jana nilikuwa napata maswali, je, yafaa kufunga miraji? Mbona tukataza, tutambua hakuna funga ya miraji? Watu wapenda kula lakini mimi nikatoa clip nikaisambaza. Nadhani watu waliona paka kwenye group niliweka kule. Nilizungumza kwa ufupi, na hapa nitasema kwa dakika moja tu tufunge darasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Madina alikuta Mayahudi wamefunga. Mayahudi hivyo wamefunga. Atunyie, mbona mwafunga? Wakamwambia, sisi tunafunga kwa sababu siku hii ya leo hii ya mwezi 10 hii mfungo 4 Muharram ndio siku Nabii Musa aliokolewa mikononi mwa Firauna akazamishwa, akaghariki. Tufunga furaha. Basi sisi tuna haki zaidi Waislamu. Mtume anawajibu, tuna haki zaidi kwa huyo Musa kuliko tanyi. Na sisi mwakani na mimi ikifika siku kama hii nafunga. Tena nafunga siku 2. Tafunga mwezi 9 na 10. Nijitofautishe tu na hawa, nisifanane nao Mayahudi. Ndio ile Ashura mwezi 10. Mtume ikawa ni sunna kufunga siku 2, angalau 9 na 10 au 10 na no. Lakini Mtume hakufika, umri wake hakufika. Kwa tukakamata hapo kwamba tufunge na sisi kwa maneno ya Mtume sallallahu. Kwa nini Mtume alifunga? Nabii Musa aliokolewa. Alipoulizwa, mbona unafunga Jumatatu? Akasema nafunga Jumatatu kwa sababu ndio siku niliyozaliwa, na mimi natashukurani kwa Mungu kwa kufunga. Basi akawa Mtume kila Jumatatu anafunga, na sisi ni sunna kufanya nini? Tukifunga Jumatatu ya wiki tunafunga Mtume alizaliwa, tutasherehekea birthday ya Mtume, kuzaliwa Mtume, sio party. Alhamis akaulizwa, mbona unafunga Alhamis? Akasema ni siku ambayo maamali zangu zinapandishwa kwa Mwenyezi Mungu. Nataka mimi amali zangu zikipandishwa nikutikane nimefanya nini? Nimefunga. Haya, Mtume alikwenda wapi? Mwezi 27 Rajab, Miraje. Tutaiona safari ilivyokuwa, tutaiona ilivyotukufu. Alipata mengi, na tutaona huko mbele aliyopata mengine, mpaka zile swala tunazoswali 5 zile aliipata, alipewa, alifaradhishiwa katika safari. Kabla walikuwa wanaswali, lakini walikuwa wanaswali raka 2 walikuwa wanaswali, lakini walikuwa wanaswali kwa utaratibu mwingine.
kwa mila za Nabii Allah Ibrahim. Hapo ndo wakapewa swala zao ummati Muhammad. Swala ni nguzo ya dini. Mwenye kuisimamisha swala ameisimamisha nini? Dini. Mwenye kuiacha swala ameivunja dini. Kuna tukio kubwa kama hilo? Je, tukisema tunafunga siku hii kwa kuitukuza, si ni kama wale mtume alipokubali kufunga kama Mayahudi kwa ajili ya kuokolewa nani? Nabii Musa. Kuna tukio kubwa, hebu tuseme kati ya tukio la Miraji aliyokwenda mtukufu mtume na tukio la kuokolewa Nabii Musa, lipi litakuwa kubwa zaidi? Miraji. Basi tufunga kwa sababu ya tukio kubwa, na mtume alianza yeye kufunga kwa tukio kubwa, na hakuna ubaya mtu kufunga kwa tukio. Hata siku yako kuzaliwa nafunga, usije ukasema nipe aya Mungu aliyosema siku yako kuzaliwa ufunge. Hakuna kila kitu. Aya ni ufahamu. Aya ni ufahamu. Qur'ani ingelikuwa kila bisharifa siku yako kuzaliwa funga, bisalma siku kuzaliwa funga, tutaka kila aya zisemwe kwenye Qur'ani hivyo. Faqisa ala dhalika, kisia hapo. Kama mtume alifunga siku ya kuzaliwa, mimi nani nisifunge siku ya kuzaliwa? Sawa? Ukitaka usubiri aya Mwenyezi Mungu aseme jamani fungeni siku za kuzaliwa, ile ya mtume yatosha, na sisi tukitaka tufunge siku ya kuzaliwa. Ile ya kufunga Ashura yatosha, kwamba alikuwa kuna tukio kubwa adhimu tukufu ambalo kama hili la mtume sallallahu alaihi wasallam la Miraji, basi kufunga si vibaya. Na waliofunga hongera zao wote, walikuwa hawajafunga shauri yao, kama walikuwa waweza lakini wapinzani, basi sisi hatuingii huko kwenye ni zao hoja zao, lakini tunatetea hoja zetu. Kwa nini tumefunga? Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ajalie khair inshallah. Naam.